Yes, haleluya. Majina yangu naitwa Luka Josephat Rwandiko. Ni mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa kanisa la Penuel Global. Liko Maduka 9 Gengeni, Mwanza. Nikukaribisha tena katika mafundisho haya mchana. Ninataka tutafakari neno hili la Mungu kutoka katika kitabu hiki cha Yohana. Injili ya Yohana sura ya 15 na ule mstari wa kwanza nitasoma mpaka mstari wa 8. Biblia inasema hivi: Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima, na kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nilowaambia, kaeni ndani yangu. Nataka hilo neno sana ulishike, kwa sababu ndio ambao nataka tuongelee sana mchana huu wa leo. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi hamsipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, na watu yakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Nami nikikaa ndani yenu, ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Vivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka tutafakari kidogo kwa ajili ya neno hili ambalo tumelisoma hapa, na kichwa cha ujumbe wangu ambacho nataka kukiongea, nataka niongee juu ya kukaa ndani ya Yesu. Kukaa ndani ya Yesu ili uweze kupata matokeo. Kukaa ndani ya Yesu ili uweze kupata matokeo. Biblia inatuambia ya kwamba Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Akiwa anaongea na wanafunzi wake, anawaambia ya kwamba mimi ni mzabibu. Maana yake yeye Yesu anawaambia mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Na anasema na kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Kwa yeye anajitambulisha kama mzabibu. Yeye anajitambulisha kwa wanafunzi wake wamwelewe, na anawapa mfano huu rahisi sana wa kuhusu mzabibu. Anawaambia mimi ndimi mzabibu wa kweli, kwa maana kuna mizabibu mingi ambayo sio ya kweli, lakini mimi ni mzabibu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema ninyi ni matawi. Ninyi ni matawi. Anasema mimi ni mti na ninyi ni matawi. Yesu alikuwa anatoa kanuni za kuzaa katika maisha ya Ukristo. Ufanye nini ili uweze kuwa na matokeo? Ufanye nini ili uweze kuzaa matokeo? Ufanye nini ili uweze kufanikiwa? Ufanye nini ili uweze kupiga hatua? Sasa moja ya kanuni anazoziongea ili uweze kupiga hatua unapokuwa ndani ya Yesu, ni lazima kwanza ubaki ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkristo yoyote ambaye anataka kuwa na matokeo nje ya Yesu hawezi kuyapata. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anasema yeye ni mzabibu, ama yeye ni mti wa mzabibu na sisi ni matawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema kwenye mstari wa 4, ambapo ndipo kuna pointi yangu sana. Anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Unapofika kwenye mti wowote, mti unapomea na kuanza kukua, mti wowote wa matunda wa nini, unapoanza kukua huwa unazaa kitu kinaitwa matawi. Bwana Yesu asifiwe sana.
unazaa kitu kinaitwa matawi, na yale matawi ndiyo yanayozaa matunda. Matunda huwa yanawekwa kwenye matawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mti unapoanza kukua na ukatengeneza matawi, yale matawi huwa yanatengeneza maua na baadaye yanazaa matunda, yanaweka matunda, na baadaye tunakuja tunachuma matunda kwenye ule mti. Sasa Yesu anasema ya kwamba yeye kama matawi, yeye kama mti, sisi kama matawi. Tunapokaa kwenye shina ndipo tunaweza kuzaa. Kwa hiyo kumbe maisha yetu, ili tuwe na matokeo chanya, ni lazima tukae kwenye shina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utaukata tawi la mti wowote wa matunda yoyote, labda tawi la mwembe, labda tawi la mpela, labda tawi la lolote, ukaliondoa kwenye mti, maana yake lile tawi litanyauka, haiwezi kuzaa. Lakini tawi ukiliacha kwenye shina, shina ndiyo ambalo ni sababu ya hili mti kuzaa, ya hili tawi kuzaa. Ukiona tawi limezaa, usifikiri limezaa lenyewe. Tawi limezaa kwa sababu liko ndani ya shina. Kwa hiyo sisi wa Kristo, ukiona tunazaa matunda, ukiona tunafanikiwa, ukiona tunapiga hatua, ukiona kuna jambo lolote zuri linatokea, usifikiri linatokea kwa sababu yetu. Linatokea kwa sababu tuko kwenye shina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya shina ni kutengeneza mazingira ili tawi liweze kuzaa. Ndio maana tawi ukilitoa kwenye shina linakufa. Kwa hiyo uhai wa tawi unategemea sana uhai wa shina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu ana uhai. Yesu ana uhai wa kudumu. Yesu ana uhai wa milele. Kwa hiyo sisi kama matawi, tunapokaa ndani yake tunazaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu hamwezi kuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa lile neno kukaa ndani yake, nimejaribu kutafuta kwenye maana halisi. Neno la asili linalotumika pale kwenye kukaa, linatumika neno linaitwa mono au monoite. Monoite inatokana na neno mono, neno la Kigiriki. Neno la Kigiriki mono lina maana ya kudumu. Hilo neno mono kwenye ni Greek word, lakini maana yake au tafsiri yake lina maana ya kudumu, sio kukaa kwa muda. Lina maana ya kudumu. Lakini pia lina maana ya kuishi. Kwanza unatakiwa udumu katika Kristo, lakini pili linataka uishi. Lina maana ya kuishi katika Kristo. Matendo ya Mitume, ngoja tuone Matendo ya Mitume anasemaje. Matendo ya Mitume sura ya 17 na ule mstari wa 28. Matendo ya Mitume 17:28 anasema hivi, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Anasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 28, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Ndani yake yeye, ndani ya Yesu, ndani ya Bwana, ndani yake tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kwa tunapokuwa ndani ya Yesu tunakuwa na uhai. Haleluya! Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mzabibu na sisi ni matawi. Haleluya! Tunapokuwa ndani yake tunaishi, kwa maana ndani yake yeye tunaishi na kuwa na uhai wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Turudi kwenye kitabu cha Yohana. Sasa tumesema tafsiri ya neno meno katika lugha ya Kigiriki, ili neno la Kigiriki lina maana ya kudumu ama lina maana ya kuishi daima. Kwa hiyo tunapaswa kuishi daima. Kama tunataka kuwa na matokeo endelevu, lazima tujifunze kuishi daima ndani ya Yesu. Lakini pia lina maana ya kushikamana kikamilifu. Hili neno meno, neno la Kigiriki au menoite,
Menoite ina maana ya kushikamana kikamilifu. Kwa hiyo ili tuwe na matokeo, alipokuwa Yesu anasema kaeni ndani yangu, alikuwa na maana mdumu ndani yangu, lakini pia alikuwa na maana muishi daima ndani yangu, lakini pia alikuwa na maana mshikamane kikamilifu ndani yangu, lakini pia alikuwa na maana kuwa na makazi ya kudumu na kutegemea na kutotengana, kuwa na makazi ya kudumu. Kwa lazima tukae, tuwe na makazi ya kudumu. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume anasema ndani yake tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kwa hiyo tuwe na makazi ya kudumu na kutotengana naye. Matokeo yetu yanategemea na namna ambavyo tunaweza kudumu katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili tuweze kupata matokeo, lazima tukae ndani ya Yesu. Kukaa ndani ya Yesu kuna maana gani? Kwa mfano, mzabibu na matawi. Mzabibu na matawi, a source of life. Mzabibu na matawi, ama shina na tawi, ni lazima shina liungane na tawi ndio liweze kupata matokeo. Tawi haliwezi kuwa na nguvu zake lenyewe au haliwezi kuzaa kwa nguvu zake lenyewe ama kwa jasho yake yenyewe. Hamna. Tawi hili liweze kuzaa ni lazima liwe ndani ya mzabibu. Yesu ni mzabibu na sisi ni matawi. Kwa hiyo sisi hatuzai kwa nguvu zetu, tunazaa kwa sababu we are in the vine, tuko ndani ya mzabibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili upate kuzaa, ili uweze kuwa na matokeo, ili uweze kuwa na matunda, lazima udumu ndani, lazima ukae ndani ya Yesu, lazima uwe ndani yake. Unapokaa ndani ya Yesu, maana yake unaanza kuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu mzabibu wenyewe ama shina lenyewe lina rutuba, lina rutuba, lina virutubisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lina virutubisho vyote vinavyofanya tawi liweze kustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani shina, unaona, kwa mfano unapoweka mbolea kwenye mti wako, unapoweka mbolea kwenye mti wako ili uzae, uweke mbolea kwenye matawi. Unapoweka mbolea, hauweki mbolea kwenye matawi. Kwa nini? Kwa sababu matawi hayana kirutubisho. Tunaweka mbolea kwenye shina, lile shina likiwa na virutubisho na matawi nayo yanapata virutubisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tawi shina lile linatengeneza virutubisho, then vile virutubisho vikitoka kwenye shina vinaenea kwenda kwenye matawi. Ndio maana hata tunapomwagilia huwa hatumwagirii matawi, tunamwagilia shina. Shina ukilimwagilia, maana yake automatically matawi nayo yanapata unyevunyevu, yanapata virutubisho. Kwa hiyo Yesu anasema hatuwezi kuzaa mpaka tumekaa ndani yake. Bwana asifiwe sana. Lakini pia kitu cha pili, maana ya kukaa ndani yake, lazima tutegemee 100%. Kama tunataka kuzaa, lazima tumtegemee Bwana 100%. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe na ule utegemezi wa 100%. Lazima tutengeneze utegemezi wa 100%. Huwezi kuzaa kama huwezi kumtegemea Yesu kwa 100%. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tawi halizai kwa nguvu zake lenyewe. Lazima litegemee 100% kutoka kwenye shina. Bwana asifiwe sana. Faida za kukaa ndani ya Yesu. Tuangalie kwa haraka faida za kukaa ndani ya Yesu. Jambo la kwanza, tunapokaa ndani ya Yesu, matunda ya Roho yanaanza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokaa ndani ya Yesu, matunda ya Roho yanaanza kuonekana. Matunda ya Roho yameandikwa kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 21. Utaona pale kuna upendo, kuna furaha, kuna amani, kuna uvumilivu na mengine mengi. Nitakuja kuyaongelea sehemu yake, nimeandalia package yake, haya matunda ya Roho. Kwa hiyo faida ya kukaa ndani ya Yesu, matunda ya Roho yanaanza kuoperate, yanaanza kuonekana, yanaanza kutokea na watu wanaanza kuyaona kwa nje. Faida ya pili, ufanisi katika mambo mbalimbali. Tunapokaa ndani ya Yesu kama matawi, tunaanza kuwa na ufanisi.
tunaanza kuwa na ufanisi katika mambo mbalimbali tunayoyafanya. Tunaanza kuwa na ufanisi kwenye biashara, tunaanza kuwa na ufanisi kwenye huduma, tunaanza kuwa na ufanisi kwenye ndoa, tunaanza kuwa na ufanisi kwenye kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni chanzo cha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na matokeo yanayodumu katika maisha yanategemea sana sisi ukaaji wetu wa kila siku ndani ya Yesu, yanategemeana sana na kule kudumu katika Kristo Yesu. Kwa tunapokaa ndani yake tunakuwa na ufanisi. Jambo la tatu ambalo ni faida ya kukaa ndani ya Yesu, jambo la tatu, tuna kufanikiwa katika mambo yote. Tunaanza kufanikiwa katika mambo yote tunapokaa ndani ya Yesu. Faida yake tunaanza kufanikiwa. Zaburi sura ya kwanza, Zaburi sura ya kwanza na ule mstari wa 3, Zaburi 1:3 anasema, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Mtu anayekaa ndani ya Yesu atafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji na uzao matunda yake kwa majira, na kila unalolifanya linaanza kufanikiwa. Kwa unaanza kufanikiwa na kupiga hatua kadiri siku zinavyoendelea unapokaa ndani ya Yesu. Faida namba 4. Faida namba 4 ya kukaa ndani ya Yesu, unazaa sana au unapata matokeo chanya. Unapokaa ndani ya Yesu itakusaidia kupata matokeo chanya. Injili ya Yohana sura ya 15 na ule mstari wa 5 anasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu, huyo nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Akae ndani yangu, huyo huzaa sana. Kwa hiyo unapokaa ndani ya Yesu, unapopata nafasi ya kukaa ndani ya Yesu, unazaa sana, unaanza kuzaa. Kwa nini unazaa? Kwa sababu anasema yeye humsafisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Humsafisha. Mstari wa 2 anasema, kila tawi ndani yangu lisilozaa, anasemaje? Kila tawi, mstari wa 2, kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Kwa nini tunafanikiwa tunapokaa ndani ya Yesu? Kwa sababu tunasafishwa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yes, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. There is something hapa naweka sawa. Haleluya. Yes, jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa tunazaa, tunaanza kuzaa, tunaanza kufanikiwa, tunaanza kuona mambo yanakaa sawa sawa, tunaanza kuzaa. Kwa nini tunazaa? Anatusafisha. Bwana asifiwe sana. Anatusafisha. Ukiwa na mti wako na unatamani uzae ule mti, unaanza kuusafisha, unaanza kuupluni, unauwekea mbolea, una majani unautolea majani, una mambo una chochote ambacho unaona hiki kinaweza kukwamisha uzaaji, unakiondoa. Unapokiondoa kinapata nafasi ya kuzaa. Bwana asifiwe sana. Ili uweze kuzaa lazima usafishwe, na Yesu anasema atakusafisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni jambo la, umeona ule mstari wa 2 anasema, kila tawi lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Na ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia, kaeni ndani yangu. Tumekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno alituambia, kaeni ndani yangu. Faida namba 5 ya kuzaa ni majibu ya maombi. Tunapokaa ndani ya Yesu tunaanza kupata majibu ya maombi yetu yote. Ule mstari wa 7 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15 na ule mstari wa 7 anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Anasema tunapokaa ndani yake tunaanza kutendewa kila tunachokiomba. Ukiomba chochote Baba anakutendea. Kwa nini anakutendea? Kwa sababu umekaa ndani yake. Kwa hiyo wewe kama Mkristo, nikuombe jifunze kukaa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mti, wewe ni tawi. Wewe ni tawi katikati ya mti. Tawi haliwezi kuzaa likiwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana.
Watu wengi wamekuwa na maisha, leo yuko ndani ya Yesu, kesho ametoka, leo yuko ndani ya Yesu, kesho ameacha, leo yuko na Yesu, kesho ameanguka, leo yuko na Yesu, kesho umerudi nyuma. Hayo maisha ya kila siku kurudi nyuma na kuendelea yatakufanya usizae. Kama unataka kuzaa, jifunze kukaa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana wewe hauwezi kufanya lolote usipokuwa ndani ya Yesu. Wewe ni kama tawi ambalo haliwezi kuzaa likiondolewa na likitoka kwenye mti. Mti ndio chanzo, chanzo ni Yesu. Wewe ni tawi, ukikaa ndani ya Yesu utazaa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuzaa ni swala la muda. Ukikaa ndani ya Yesu, swala la kuzaa ni swala la muda tu. Kumbuka, kuzaa tunapokuongelea hapa sio kuzaa watoto, kuzaa matokeo, kuzaa biashara, kuzaa huduma, kuzaa kazi, kuzaa matokeo kwenye maeneo mbalimbali ni swala la muda. Lazima utazaa tu katika jina la Yesu. Mungu akupe kuzaa na Mungu akupe kukaa ndani yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Barikiwe sana Bwana. See you at the top.